Lakini waombe sana wananchi, haya mambo mengine yanayotokea haya, wenzetu wanafanya shughuli za kibinadamu kando kando ya mto huu. Ni waombe, adha tulioipata tumeiona, hatujasimuliwa. Kila mtu awe mlinzi wa mwenzake. Tuache kulima kwenye maeneo haya. Tuache kufanya shughuli za uchenjuaji madini kwenye maeneo haya. Tuache kufuga kwenye maeneo haya. Wanaotaka kufanya shughuli hizo, bodi ya maji itatoa maelekezo ya miti gani rafiki ambayo inapaswa kupandwa maeneo karibu na maeneo haya, ili tusirudi tunalorekebisha leo. Kama tutachungana, hatutorudi tena. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Komambi, adha tulioipata tumeiona wenyewe. Matatizo tuliyoyapata tumejionea wenyewe. Sasa tusisubiri serikali ije kuwabaini hao watu wanaofanya shughuli hizo za kibinadamu, hali ya kuwa nyinyi ndio mnaishi katika maeneo haya. Niwaombe sana wananchi wa Komambi, naomba wananchi kushirikiana na serikali kuhakikisha hatufanyi shughuli za kibinadamu kama nilivyozizungumza. Zoezi hili la kufukua mto Morogoro lina faida kubwa kwa wakazi wa mtaa Mafisa sana, kupunguza mafuriko na kulinda makazi ya wananchi. Tukiri kwamba kulingana na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi na shughuli mbalimbali zinazofanyika kwenye miteremko mikali pamoja na kwenye milima, kwa maana shughuli za kilimo na shughuli mbalimbali za kiuchumi, na mabadiliko ya tabia ya nchi imeleteleza athari mbalimbali hasa kwenye maeneo mengi ya vyanzo vya maji, ikiwemo kwenye maeneo ya mito ambako ndiko mitiririko ya maji inakopita. Shughuli hizi zimekuwa zikiteremsha mchanga na udongo, hivyo kusababisha mito mingi ipoteze kina, kwa maana ya kina cha maji kupungua. Mto ukijaa mchanga, kina kile cha kuhifadhi maji kinapungua, na wakati wa masika maji haya yanakosa mwelekeo na yanaingia kwenye makazi ya watu na yanaathiri nyumba pamoja na mali. Wakati mwingine zinaweka hatari pia maisha ya wananchi. Katika maeneo mengi tunayosimamia changamoto hii ipo, na kwa tija hiyo napenda nitoe nafasi hii kuishukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweka jitihada, kwa sababu ilifahamika kwamba changamoto ipo, na alitenga fedha kwa ajili ya ununuaji wa mitambo, na ni kweli mtambo umefika, na sasa programu ya usafishaji wa mito iliyojaa mchanga unaendelea, na tutaendelea kusafisha mito yote ambayo imejaa mchanga, lakini tukihamasisha wananchi kuhakikisha kwamba tunaishi kirafiki na vyanzo vyetu vya maji. Kuna zaidi ya nyumba 300 ambazo zimeathirika na maji. Kwa hiyo ni maji ni mengi. Ukisikia maji ni mengi, ni kero sana kwa wananchi. Unashindwa hata kufanya kazi zako, unashindwa kufanya biashara, unashindwa hata kutoka. Watoto kwenda shule mnawabeba, mnawavusha kwenye maji. Maji yanafika karibu kiunoni. Mnawavusha watoto ndio shule. Kuna kipindi maji yakiwa mengi, watoto hawaendi shule, anza kaa wiki nzima. Kama kipindi cha nyuma tumekaa na maji ndani miezi 3. Kwa hiyo tunamshukuru mkuu wa wilaya, amesikia wito wetu. Sababu hii ni mto umehama, umekuja kwenye makazi ya wananchi. Kwa hiyo sisi hatukufuata mto umehama.